الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Katika mazungumzo yetu ya jana kuhusu maudhui yetu tulizungumza ya hukumu ya kuchukua video au kauli ya wazi katika hukumu ya kuchukua video. Tulitaja msingi mkubwa, msingi wa kurudi wakati wa ikhtilafu na tofauti katika kitabu na sunna, na kwamba zinapotokea ikhtilafu, nizaa, mizozo kati yetu sisi, inatakikana turudi katika kitabu na sunna, na wala si kurudi katika aqwali za mashaikh na kauli za watu. Kwanza kabisa kurudi katika kitabu na sunna. Ikiwa kuna mushkila wa kufahamu na kuelewa, basi tuwarejeshea maulama. Na tukaona miongoni mwa haya mambo ambayo sisi tumezozana ni suala hili la kuchukua mavideo, kuwachukua mashaikh na ustadhi, maduati, kwa lengo la kwamba tunarekodi mihadhara yao, ijapokuwa jambo sasa hivi limekuwa ni zaidi ya hapo. Limekuwa ni jambo la kawaida, lafanywa kila mahala, kila minasaba, katika mazungumzo ya kawaida, limeachiwa kwa kiasi hicho. Sasa mazungumzo yetu ya leo katika kikao hiki cha pili, insha Allah taala, tutanukuu fatawa za ahlul ilm, fatawa za ulama ar-rasikhin, ulama wetu wa zama zetu waliozungumza katika kipengele hiki. Lakini jambo la msingi wakati nataja aqwali za ulama ni kwamba sisi inatakikana tuchukue aqwali za ulama pale zinapofikiana na dalili, pale ambapo wao watatoa hujja na dalili, na kauli zao ambazo tutazitaja ni kauli ambazo zinaendana sambamba na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hukumu ya jambo hili la taswir, jambo hili la moving camera na picha kwa ujumla. Na hivyo hivyo tutasema pia kuwanasihi mashekhe, pamoja kwa tujua ni mashekhe zetu wengine, wawe wengine ni Waarabu, mashekhe wa nje na miji yetu, mashekhe wa miji yetu pia, ambao wao wanaliruhusu jambo hili au wanalifanya jambo hili au wanawashuhudia vijana wao wakifanya na hao wakatazi. Tunawaambia ya kwamba kauli yoyote ya shekhe yoyote ambayo mtathubutu kuitegemea, basi tizameni dalili, angalieni hujja ndani ya akwali hizo, kwa sababu hao ni mashaikh, wanapatia na kukosea. Je, hapo mliposhika kuna dalili? Na sisi tutajaribu katika au tutajitahidi katika kunukuu akwali za maulama kwamba kauli hizi ziwe na msingi wa nas, aya au sunna. Kwa hiyo nataka tufahamu kwamba akwali za mashaikh na ulama zinazonukuliwa katika jambo fulani ziwe sambamba na nas, ziwe sambamba na dalili.
Kwa tunawanasihi mashaikh zetu na maduati na wanafunzi wenzetu unako msingi huu. Si mimi nitataja aqwali za ulama hapa na wewe useme hili jambo ni katika masaili khilafia, sababu Sheikh Ibn Uthaymeen amesema hivi, Sheikh Ibn Baz amesema hivi. Naam, Sheikh Ibn Baz imam alim, Sheikh Ibn Uthaymeen imam alim, lakini je, katika hili dalili yake ni nini? Si tunapozana kwenye baadhi ya mambo mnatuambia dalili iko wapi, alafu kwenye mambo mengine mkiambiwa mnasema masala khilafia. Hiyo itakuwa si sawa. Kwa hiyo nataka tuwarudishe kwenye msingi ule ule. Mashaikh maulama wanapozungumza hujja, dalili ni ipi kwenye kauli zao, hiyo jambo la msingi, na ndio pointi yetu ambayo tunakwenda nayo, sambamba na mukaddima wetu wa jana na utangulizi wetu wa jana. Hatutoki katika msingi huo. Kwa hiyo yote ambaye atathubutu pia kuzungumza kujibu muhadhara huu akumbuke pointi hii kwamba hujja na dalili ya kuvua picha hizo katika ujumla wa picha ni hoja gani, ni dalili gani? Ukituambia Sheikh Ibn Baz kasema, Ibn Uthaymeen kasema, Sinani kasema, au Sheikh Suleiman Ruhaili amesema kwamba hii ni qurba na taqarrub ila Allah, dalili ni nini? Hujja ni nini? Kwa hiyo tuletee aya au hadithi. Sisi nitakana tusiwe ni watu wa kufuata tu mashekhe zetu, tuwaambie wao ni kina Sheikh Munir, wao ni kina Sheikh Salah Kantush, wao ni kina Sheikh nani, kina Sheikh Arafat, kina Sheikh nani. Allah awafikishe na wahifadhi. Sisi nitakana tuwaulize dalili ni nini, hujja ya kuzivua hizo sura ambazo zimeharamishwa ni hoja gani? Hivyo hivyo tuwaulize mashekhe zetu wa Dar es Salaam, mashekhe wa Dodoma, tuwaulize mashekhe zetu, nyinyi mashekhe ambao mnafanya hivi, dalili zenu ni zipi? Hoja zenu ni zipi? Ama sisi tunazo dalili, kullu musawwirin fi nar, na hadithi nyinginezo ambazo zimetajwa na maulama. Sasa nyinyi mtuambie, hayo mapicha mnayofanya sasa hivi, mnayotoa na mavideo mnayochukua kwenye mihadhara, nje ya mihadhara, kwenye hafla, sherehe, kwenye vikao vyenu vya kawaida, matembezi yenu, furaha zenu, nje na mihadhara na nadwa, hoja zenu mlizotumia kuzivua hizi katika ujumla wa makatazo ya picha na taswiri ni zipi? Sisi tunaelewana shababu? Kwa hiyo tusitoke katika msingi. Mashekhe zetu tunawajua, tunawaheshimu, lakini tunazungumza maneno haya kwa sababu ni maneno ya dini, yatakana yasemwe. Mashekhe zetu wa Dar es Salaam ambao wengine wanafanya na vijana wao wanafanya mbele zao, wanawaona na hawakatazi, kwenye mihadhara yao, nje ya mihadhara, kwenye hafla, sherehe, mikusanyiko, na haya wanayofanya yote. Kwa hiyo tunawaambia wakumbuke hili na watizame na warudi waangalie vitabu vya mashaikh na ulama katika hili na hujja ambazo zimetajwa na mashaikh. Sasa mtanukuu kauli za baadhi ya ulama, alafu nitaashiria namna wao wanavyozitumia dalili kwa msingi ule ule tuliotaja jana. Kauli ya kwanza ni ya Sheikh al-Allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, kwenye kitabu chake cha hukumu at-taswir au hukumu taswiri dhawati al-arwah. Sheikh amezungumza katika sehemu isiyo moja, miongoni mwa hayo maneno ni kwenye ukurasa, ni maneno aliyozungumza kwenye ukurasa wa 26. Anasema hivi: wa bihadha yulam anna as-suwara allati tunsharu fil jaraid wal majallat wat televizyon au at telefon wal video wa ghayriha min al alat al haditha muharrama. Na kwa hivyo basi inatakana ijulikanwe
kwamba picha zinazosambazwa kwenye magazeti, kwenye masimu na mavideo na sehemu nyinginezo, picha ambazo zinatengenezwa kwa vyombo vya kisasa, picha hizo ni haramu. Kisha akasema wa iyyaka wama yuzayinuhu ahlul ahwa, tahdhari na yale wanayoyapamba watu wenye matamanio, tahdhari. Kwa hiyo mwanafunzi ndakana utahadhari, tahdhari na yale ambayo wanayapamba watu wenye kufuata matamanio, minashubuhat, katika mambo ya shubha. Waqad marra bika anna kulla musawwirin fi an-nar, tukatizama tume dalili hapa na tayari imeshapita, tayari imekushapita huko nyuma kwamba kulla musawwirin fi an-nar, kila mwenye kupiga picha motoni. Wa kullun min alfadhil umum, na kullu ni katika matamko yenye kuenea, kama alieleza al-alamatu baqiyatu salaf al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala. Kwa hiyo mapicha yote yanasambazwa kwenye majarida, magazeti, kwenye masimu, kwenye video na mfano wake, mapicha hayo ni muharrama kwa mujibu wa hadithi hii. Ndivyo maulama wanavyozielewa adilla, na kwenye kile wanachokizungumza wanataja adilla. Sasa nyinyi mtakana pia mtuambie kwa dalili hii ndio tunafanya hivi, kuchukua na mapicha na mavideo kwenye minasaba ya harusi, kwa sababu asili yake ni haramu. Sasa mtuambie uharamu huo umevuliwa na dalili hii na hii na hii, si kutuambia shekhe, sababu hiyo sio dini. Sasa lakini pia akasema wa munkarun adhim, ukurasa wa 64, wa munkarun adhim ay yaquma fil masajid yuhadhiru an-nasa wal musawwar au al musawwara muwajjahatun ilayhi. Katika mambo ya munkar, katika mambo yanayopingika hayafai, ni akasimama dai shekhe ndani ya msikiti akifanya muhadhara, lakini chenye kusawirisha, chenye kuchukua picha, kwa maana kamera na ala zake zimewekwa mbele yake, zimeelekezwa kwake, katika mambo ya munkar. Wakadha taswir alhujjaj, hivyo hivyo kuwachukua video, kuwapiga picha mahujjaj bimina wa Arafa, sehemu za Mina na Arafa. Wa wadhi alati taswir ala masjidi Urna wal masjid al-haram, hivyo hivyo pia kuweka vifaa vya kurekodi, vya kumana vya kuchukua moving camera sehemu za msikiti wa Urna na masjid al-haram. Jambo hilo linazingatiwa ni katika mambo ya munkarati. Mlango wa dharura una mahala pake, lakini tazama shekhe anazungumza kwa uwazi kabisa fatawa zake sambamba na adilla. Ndio maana katika sauti moja aliulizwa, katika baadhi ya maswali alielekezewa shekhe, aliulizwa kuhusiana na hukumu ya taswir kwa vifaa hivi vya kisasa, kuchukua movie, kuchukua kamera, video kwa vifaa hivi vya kisasa. Akasema munkarun, ni jambo ambalo ni la munkar. Wa ana ansahu shabab, na mimi na wanasihi vijana, inistata'u an yuksiru alata at-taswir, wakiweza kuvunja vifaa vya kuchukulia picha, wa aminu ala anfusihim, lakini wakapata amani katika nafsi zao, alfitna, unako fitna, kwamba tukifanya hivi, tukivunja hivi vifaa vilivyoingizwa ndani ya msikiti wetu, hakuna madhara, hakuna fitna, falyafalu. Sheikh asema fanyeni, basi wafanye. Wa in istata'u an yukhriju hadha shaykh, wakiweza pia kumtoa shekhe huyo, basi wamtoe. La yudannis almasjid, asiuchafue msikiti. Maneno ya wazi kabisa, maneno ya wazi kabisa, wala hayana vumbi ndani yake, ni maneno yamesimama kwenye adilla. Sasa ukiziangalia hizi fatawa zilizosimama kwenye ukali, sababu yake ni nini?
sababu yake ni dalili pekee yake, na uwazi wa dalili ulivyo, na fatawa zote za shekhe na maneno yake yanagusa upande wa video, tena kwenye upande wa kuirekodi mihadhara ya mashaikh na maduati. Achilia mbali hizi fujo za kurekodi maharusi, kuchukua video kwenye mambo ya hafla, Eid na kwenye mikusanyiko kama mnavyofanya nyinyi katika baadhi ya minasaba. Achilia mbali hayo, sababu hizo ni faudha, ni fujo tu ambazo zimeletwa sasa na baadhi ya watu, baadhi ya mashekhe na vijana, na mashekhe wamewanyamazia kana kwamba masala hayajatajwa katika vitabu. Hizi ni fatwa za Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi. Fatwa ya mwanachuoni wa pili ni al-Allamatul Albani, Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Shekhe ana maneno ameyazungumza katika minasaba tofauti tofauti. Miongoni mwa haya ni maneno ambayo yapo katika kaseti yake alipokuwa akizungumzia masala haya ya kuchukua moving camera kwa rekodi mashekhe. Asema la farqa baina taswiri al-yadawi wal fotografi wal video, hakuna tofauti bana kati ya kusawirisha kutumia mkono au photograph au video, bali video akhtar, bali video ni hatari zaidi. Sheikh Al-Albani كيف ذلك؟ لأنه أشد مضاهاة لخلق الله تعالى, kwa sababu hizo ndio zaidi katika kufananisha na uumbaji wa Allah Ta'ala. Lianna sanama wa suwara fil jaraid la tataharrak wala yataharrak, sama sanamu na sura ambazo kwenye magazeti hazitikisiki, hazichezi, lakini hizi zinacheza. Kwa hiyo kufitini kwake ni hatari zaidi. Lakini pia alizungumza katika sauti nyingine akisema rahmatullahi ta'ala alayhi, anna al-video sharru anwa'i suwar, video ndio shari ya aina za taswiri. Video ndio aina mbaya, ndio shari zaidi katika aina za suwar. Thumma dhakara al-illa, kisha kaeleza, kataja sababu ni nini, zile sababu ambazo Sheikh Muqbil amezitaja katika kitabu chake ukurasa 33. Lakini pia kwenye sauti hiyo akasema, wakadhalika alfidhu wa ashaddu tahriman min kulli suwar, vile vile video uharamu wake ni mkubwa zaidi kuliko sura nyingine zote, alati kanat qabla ikhtira'i hadhihi aljihaz au hadha aljihaz, ambazo zilifanywa kabla ya kuanzishwa vifaa hivi. Kisha akasema alvideo fi i'tiqadi sharru min hadhihi suwar, video ni mbaya zaidi ninachokiamini mimi kuliko sura hizi za kawaida. Kwa nini shekhe? Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana almusawwirin. Kwa nini amezungumza maneno haya? Kwa sababu ya dalili ambazo zipo. Sisi ni umma wa dalili, umma wa hujja. Lakini pia shekhe katika kitu ambacho alikuwa anakiofia ni hiki ambacho kiko sasa hivi kwa mashekhe na maduati wa Kitanzania hasa. Shekhe ana maana yake anasema, akhsha ma nakhshahu, maana yake yapo ameyazungumza katika minasaba mbalimbali mengi sana, lakini yanukuu haya shekhe anasema hivi, akhsha ma nakhshahu ay yusbiha as-suwaru 'inda 'ammati al-muslimin hatta as-salafiyyin minhum amran mubahan, khasatan 'inda ulaika alladhina yufarriquna bayna at-taswir yadawi wa at-taswir al-fotografi. Akhsha ma nakhshahu, ambacho nakiofia, tulikuwa tunakiofia zaidi, ni ikafika mahala kwamba zikawa picha kwa waislamu wa kawaida, hasa kwa masalafi miongoni mwao, likawa ni jambo mubah, ni jambo linalofaa, jambo ambalo tunalihofia. Katika mambo tunayohofia ikafika mahala kwamba upigaji wa picha
kwa waislamu au kwa as-salafiyin katika wao waislamu likawa ni jambo mubah. Na imekuwa sasa hivi hivyo. Alilokuwa akiliofia shekhe ndio hili ambalo linafanywa na mashekhe zetu na baadhi ya maduati na baadhi ya wanafunzi, na mashekhe zao wamenyamaza kana kwamba masala hayajazungumzwa na yanaambatanishwa na dini. Tukisema tutaje ni wengi waliofanya hilo, waliotoka ziara wakafika mahala ikawa na utaratibu wao, sijui wa Dodoma, sijui Dar es Salaam, sijui sehemu zote ambazo wameamua kufanya kama huu ndio utaratibu wao. Sheikh anasema jambo ambalo tunaliofia ikafika kwa waislamu wa kawaida bil khusus salafiyin minhum, ikawa jambo la taswir ni mubahan. Sasa hivi imekuwa ni mubah. Lilo Sheikh alikuwa akiliofia hili hasatan inda ulaika alladhina yufariqun, hasa kwa wale wanaotofautisha kati ya taswir, kusawirisha kwa mkono, na photograph. Ndio hao pia wanasema kwamba hizi haziingii huko, hizi za photograph haziingii kwenye taswiri muharram. Na wallahi wa billahi hawajafika mashekhe walipofika, maduati, vijana, shababu, salafiyin walipofika, isipokuwa tunafahamu yaqinan kwamba wengi wao wanaamini kwamba picha hizi haziingii kwenye hukumu ya taswiri ambayo ni muharrama. Ndio maana yatawassaun, wanajiachia, wanajimwaga, wala hawajali. Tunaamini kabisa, na wako baadhi yao wakiandika na wakisema ya kwamba picha hizi sio zile zilizotajwa katika hadithi. Ndio maana imefika mahala hata ukisema mbona hamrekodi mihadhara tu basi kama ni hivyo, kwa sababu wao kwanza wanaamini hizi haziingii katika hukumu ya taswira ambazo ni muharrama. Hizo photography sasa haziingii huko. Sasa haziingii kwa msingi gani? Kwa hoja ipi? Kwa dalili gani? Kwa sababu lugha iko wazi na hadithi ziko wazi, kullu musawwirin fillah. Na hili limetangulia jana, na aqwali za mashaikh ziko hivyo.